Na mtazamaji wa Trend TV bwana, moja kati ya vitu ambavyo vina trend huko mtandaoni bwana ni kuhusiana na sakata zima la wafanyakazi wa Wasafi FM kuamua kujiengua pale katika kazi yao ya uandishi wa habari redioni Wasafi pamoja na televisheni ya Wasafi kwa ujumla. Yani wafanyakazi wa Wasafi FM bwana, almost kila mmoja ameamua kuzungumza na kuweka wazi bayana kwamba yuko mbioni kuacha kazi pale Wasafi na kuenda kufanya kazi sehemu nyingine. Bwana, hii ni moja kati ya vitu ambavyo vimewashangaza watu wengi sana kuona kwamba imekuwaje almost wafanyakazi wote wa Wasafi, watangazaji wote wa Wasafi pale wameamua wote waondoke kwa wakati mmoja, kwamba imekuwa kidogo ni moja kati ya vitu ambavyo vimemeke headline na ni jambo ambalo limewashangaza watu wengi kwamba what is going on. Maswali yamekuwa ni mengi, mijadala imekuwa ni mingi sana mitandaoni, kila mtu anataka kujua exactly kipi ambacho kimetokea mpaka kupelekea wafanyakazi hawa wote pale Wasafi FM kutangaza kwamba wanataka kuondoka. Bwana, rumors zimekuwa nyingi, wadau mbalimbali wamekuwa wakizungumza, kila mtu amekuwa akizungumza la kwake, wengine wakiwa wanadai kwamba bwana, sababu ya wafanyakazi wa Wasafi kusema kwamba wanataka kuondoka katika record label, katika kampuni hiyo au katika chombo hicho cha habari bwana, au katika hiyo media kwa ujumla, ni kwamba wengi wanasema kwamba bwana, huenda ni kwamba wafanyakazi hawalipwi pesa zao stahiki au kwa wakati, jambo ambalo limepelekea wote wameshindwa kuvumilia na kuamua kuondoka. Lakini kuondoka kwao sio kimya kimya, wameamua watangaze kabisa katika mitandao ya kijamii, na page ya Wasafi yenyewe imekuwa ikiposti kuhusiana na video hizi ambazo wafanyakazi wao wamekuwa wakizungumza, wamekuwa wakionekana wakizungumza kwamba wanaacha kazi Wasafi. Moja kati ya wafanyakazi hao bwana ni pamoja na Zembwela. Zembwela bwana, yeye kupitia kurasa wa Wasafi pale wameandika kwamba thank you Babu Zembwela, asante kwa miaka 6 ya huduma iliyotukuka. Unaweza kumuita Mswahili babu, chuma cha pua kabali yao Zembwela. Hakika jina lako litaendelea kubakia katika historia ya Wasafi Media kwa makubwa ambayo umeyafanya kupitia Good Morning Wasafi FM pamoja na Mswahili ya Wasafi TV. Kupitia uzoefu wako Wasafi hao wenyewe wameandika hivyo kama kumwaga Zembwela. Kupitia uzoefu wako ndani ya miaka 6 umeongeza thamani kubwa na kuleta chachu kwenye kipindi cha asubuhi, sio tu kwa Wasafi Media bali pia vilevile kwa tasnia ya habari nzima. Naam Twaibu, hakika tunakutakia kila la heri katika hatua yako mpya itakayofuata. Goodbye Babu. The same pia kwa Gerald Hando, mtangazaji mwingine huyu wa Wasafi, na yeye pia ameandikiwa ujumbe huo kwa ajili ya kuagwa, wakati imepostiwa video yake akiwa anazungumza mwenyewe na kushukuru kila kitu ambacho kimetokea na kutangaza kwamba anaenda sehemu nyingine. Lakini pia vile ukiachana na huyo, pia kuna huyu jamaa ambaye anafahamika kwa jina la Ahmed Abdallah 05. Huyu bwana ni mwana sport pale Wasafi, anatangaza kipindi cha sport, na yeye pia ameweka wazi na yeye pia anaondoka. Lakini pia vile Oscar na yeye pia bwana ni moja kati ya watu ambao wametangaza kuwa anaondoka pale Wasafi, na of course ni moja kati ya vitu ambavyo vimemeke headline kuona pia mpaka Oscar naye ametangaza kuondoka katika media hiyo ya Wasafi FM. Wakiachana Oscar yuko Lil Omi, moja kati ya watangazaji wa vipindi vya burudani pale Wasafi TV pamoja na Wasafi FM. Kwa upande wa Wasafi TV, Lil Omi yeye alifanya kipindi kinaitwa Big Sunday Live, moja kati ya vipindi ambavyo vilikuwa ni moto kweli kweli. Lakini redioni Wasafi FM, huyu Lil Omi yeye anafanya kazi au anatangaza katika kipindi cha The Switch ambacho kinaruka pia pale Wasafi FM. Kwa hiyo na yeye naye pia ametangaza rasmi kwamba anajitoa katika media hiyo ya Wasafi. Yupo mwanadada Amigal au yule gal, na yeye pia the same ameelezea kwamba anaondoka pale Wasafi. Huyu Amigal yeye pia anakuaga alongside Lil Omi, yani Lil Omi akifanya kipindi basi Amigal lazima awepo. Kwa hiyo kupitia televisheni ya Wasafi TV
walikuwa wanafanya kipindi cha Big Sunday Live, lakini kwenye upande wa redio walikuwa wakifanya kipindi cha The Switch. Lakini ukiachana huyo, pia vile vile yupo mama Salma Dakota. Salma Dakota na yeye pia ni moja kati ya wadada ambao walikuwa wanatangaza katika kipindi cha Good Morning cha pale asubuhi kabisa Wasafi FM. Na yeye pia ametangaza kuondoka. Sasa basi, baada ya hawa wanahabari wote hawa kutangaza kwamba wanajitoa katika media hiyo ya Wasafi, maneno yamekuwa ni mengi. Wengi wamehisi, wengine wamedai kabisa waziwazi kwamba hii ni kiki. Wameamua tu kufanya hivi ili kutengeneza attention, labda kuna kipindi kipi wanataka kukitangaza. Sasa ili wapate attention wameamua wafanye hivi, and then wakikitangaza kipindi kipya basi kinakuwa na uzito zaidi. Lakini pia vile vile mmoja kati ya wakosoaji wakubwa kabisa katika mitandao ya kijamii, huyu hapa bwana si mwingine bali ni Abby Kubanga. Abby Kubanga bwana amedai kuwa Abby Kubanga bwana ameweka wazi kabisa kwamba yeye kwa sasa hivi alichokiona pale Wasafi FM ni kwamba wameamua tu kutengeneza kiki, ubunifu umekwisha, wameamua wafanye hivyo. So nataka hapa usikilize alichokisema Abby Kubanga kuhusiana na kile ambacho tunachokiona kule Wasafi FM na Wasafi TV baada ya wanahabari wake kutangaza kwamba wanajitoa katika media hiyo. Oya wanangu, hivi unajua media nyingi sana sasa hivi zimekosa ubunifu Hata hiyo style ambayo wanaifanya ya kusema waandishi wanaacha kazi, waandishi wanadai mishahara, hiyo ni kiki tu ndugu yangu. Hakuna mwandishi anayedai mshahara wala hakuna mwandishi anayeacha kazi. Hiyo style alikuwa anaitumia Ruge Mutahaba. Ruge Mutahaba ilikuwa ikifika mwezi wa 12 wafanyakazi wanasema tunaenda kwa shangazi. Kwa wafuatiliaji wa Clouds, lakini miaka hiyo wafanyakazi walikuwa wanasema tunaenda kwa shangazi. Kumbe walikuwa wanaenda kuongeza ujuzi wa taaluma yao. Umeshanafu mwezi wa kwanza wanarudishwa tena mjengoni kama kawaida. Kwa hiyo hata hawa hakuna mfanyakazi anayedai mshahara wala hakuna mfanyakazi aliyefukuzwa. Umeshanaelewa kinachofanyika pale ni kwamba tu wanaiboost radio, wanatengeneza kiki ili watu warudi. Kwa hiyo nilichokiona ni kwamba Ruge alikuwa mwaka wa mbele. Hivi vitu Ruge aliviona muda mrefu sana, alikuwa anavifanya hivi vitu. Hata kipindiko hizi online TV ilikuwa bado hazijaenea. Ruge ndo alikuwa anafanya hivi vitu. Anasema watangazaji wanaenda kwa shangazi, sio wanaenda kwa nani, wapo watakaorudi na wapo ambao hawatarudi, lakini ilikuwa sio kweli, ilikuwa na boost tu media yake, na ndo wanachokifanya hawa. Hakuna anayedai mshahara pale kaka. Ni kiki tu zile. Hakuna anayedai hata 100 hapa. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana kuhusiana na sakata zima la pale Wasafi. Huyo alikuwa ni Abby Kubanga, mmoja kati ya wadau wakubwa kabisa wa entertainment industry hapa Bongo. Ameamua kuweka bayana kwamba kinachoendelea pale bwana ni kiki, wala hakuna cha mtu kuondoka wala nini. So it is what it is. Ukiwa kama mdau, na hebu tuweke maoni yako hapo chini katika comment section. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo utakuwa unaiona, lakini pia vile vile bwana, hakikisha tu unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.